Dr. Hamadi Maalim amesema hayo huko katika ukumbi wa manispaa ya mji wa Chake Chake wakati alipokuwa akifunga mafunzo kwa wavuvi na wakulima wa Omani yanayohusiana na ufungaji na utumiaji wa sensa katika shughuli za uvuvi. Amesema utoaji wa taarifa kwa wavuvi katika sehemu husika itasaidia kuleta mabadiliko chanya. Jambo zuri, tuchukulie jambo zuri, tuliamini na tuwe tayari siku zote kama tunafanya, tuendelee kutoa ushirikiano kwa ajili ya kuchangia katika maendeleo ya uvuvi wa nchi hii. Lakini pia niwaambie, ni jambo la faraja wewe kwa sehemu ya maendeleo ya nchi yako. Unatoa taarifa ambazo zitapelekea kutengeneza sera, kutengeneza mipango bora ambayo itaboresha sekta ya uchumi magurubu katika nchi yetu. Kwa hiyo ni faraja ya mwananchi fulani kwa wewe ni sehemu ya maendeleo ya nchi yako. Mapema kabla ya ufungaji wa mafunzo hayo, naibu makamu mkuu wa chuo cha Dar es Salaam cha utafiti, Profesa Nelson Boniface, amewataka wavuvi kuwashauri watoto wao kwa kuandalia mazingira ya kuwapatia elimu ili waweze kutatua changamoto, huku mwasilishaji wa mada ya utafiti kutoka Taasisi ya Sayansi ya Bahari IMS Chuo Kikuu Dar es Salaam, Ndugu Doman Mkenda, akiwatoa hofu wasilishaji wa taarifa za utafiti. Kwa hiyo sasa, na ninyi watoto wenu uko mbele ya safari, hakikisheni kwamba mnawa encourage na washauri wanakwenda kusoma na kuwa na maarifa ambayo yanakuja kusaidia kutatua masuala katika level mbalimbali, katika hiyo degree moja au katika level mpaka za PhD. Ndugu zangu, naomba tushirikiane, na ndugu zangu ambao tuko hapa, naomba baada ya tafiti hizi katika vipindi fulani tutoe mrejesho. Kwa hiyo mimi kuondoa hofu kwamba wanufaikaji ni yote kwa pamoja, lakini katika utafiti grupu fulani ndio linatumika kwenye kutafuta majibu. Akizungumza kwa niaba ya wavuvi walioshiriki katika warsha hiyo, Abdalla Salum Ali amewashauri wadau wa utafiti kuzingatia aina zote za uvuvi wakati wa ufungaji wa vifaa hivyo. Kwa afanywe mtu arengineti tu, sisi watu hiyo usifanywe kidogo, si kitu kizuri. Sasa kwa sababu na mimi nimefunga PDS, kama ume ina maana basi ifunguliwe. Nikiripoti kutoka Kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.